na imeonekana wamekuja kushindana na wamepata walichokuwa wamekipata, lakini kwetu sisi pamoja na ukubwa wetu, lakini isingeweza kuwa rahisi pengine kupata matokeo. Hata nyinyi pia mmeona ulikuwa ni mchezo mgumu, mchezo ambao wachezaji imebidi wajitoe zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Tukasema mabadiliko ya wachezaji katika kipindi cha pili ndio yamesababisha ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Fountain Gate. Hizo ni tactical approach za mwalimu kutokana na namna ambavyo mchezo unaendelea, lakini wakati mchezo unaendelea tulikuwa tunaona namna ambavyo wachezaji wetu baadhi unakuta wapo na uchovu, lakini hii ni kutokana na namna ambavyo tumetoka kucheza michezo mitatu mikubwa mfululizo na yote tumeshinda. Wachezaji walikuwa wanajitoa kwa 100%, sio kitu kirahisi. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anaona namna ya kuweza kuwapishanisha. Ameingiza watu ambao walikuwa hawapati nafasi na wamekuja wameonyesha. Kwa kifupi, timu yetu tuna wachezaji ambao kwa sasa hivi wote wapo kwenye ubora ambao unaweza ukakupa kitu, na ndio maana baada ya kufanya mabadiliko yale tumeweza kubadilika na tumepata goli la pili. Matokeo ya ushindi mfululizo yanakuweka kwenye nafasi ipi kwenye ligi na malengo yenu yanakuwa ni yapi mpaka hivi sasa? Malengo yetu ni mazuri. Mpaka sasa hivi tupo sehemu nzuri. Kama nilishawahi kusema kwamba michezo ya mwanzo ndio ambayo ilikuwa imetukwamisha. Tulipata sare nyingi mwanzoni, lakini ilikuwa inatokana na kwamba 95% ya wachezaji wetu kwenye kikosi ni wapya. Timu ilikuwa haina muunganiko wakati tunaanza, lakini sasa hivi timu imepata muunganiko na wewe mwenyewe unaona hii ni mechi ya 9 mfululizo tunashinda, sio kitu kirahisi. Hii inatupa ishara nzuri kuelekea msimu ujao, kwa maana kwamba ikitokea tumeweza kupata nafasi ya pili au kupata ubingwa, lakini malengo yetu sisi ni msimu wa pili. Bado tunajenga timu na hiyo ndio kauli kubwa ya mwalimu. Bado tunatengeneza timu. Tutapata maingizo mengine kwa ajili ya msimu ujao, watakuja kuongeza pale ambapo tunapungukiwa ili tuweze kuwa na timu bora, tuweze kuja kushindania ubingwa msimu ujao. Shukrani. Asante. Kwa mchezo umepoteza mchezo, tuambie nini hasa kimepelekea nyie hadi kupoteza mchezo wa magoli 2-1? Kwanza tunashukuru, mchezo umekuwa mzuri kwa sababu asili ya mpira ni kushinda pamoja na entertainment. Binafsi naamini game hii kwa pande zote mbili tumeweza kutoa burudani kwa watu ambao wameangalia, lakini upande wa matokeo ni kwamba kama umevyoona wenzetu walikuwa kiasi fulani kama wana hofu. Kuna kitu ambacho hakutegemea sisi tungeweza kukifanya kulingana na mpango ambao tuliufanya kwa kusoma zaidi mapungufu yao na mazuri kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tulivyofanyia kazi mapungufu yao, wakajikuta kama hawapatii kitu wanachokitaka, wakajikuta kama wako nyuma, wakaja wakapata goli ambalo kimsingi ni mistake yetu. Huwezi kupata ligi kuu goalkeeper anampa striker wa upinzani kama vile, ni bahati mbaya kubwa. Wakapata goli, lakini unaona come back tukaweza kusawazisha, lakini unakuta sasa kuna wakati qualities of players sometimes inaamua. Defenders wetu wamesahau kwamba juu ya central defender lazima pawe na marking. Wameenda Yanga na mpira wamerudisha juu ya central defender, mtu kapiga kapata goal, na ni goli ambalo sisi tunafungwa la aina hiyo kama goli la 7, wakiwa Yanga wameshatufunga ili ni goli la pili. Simba wameshatufunga magoli kama 3 ya hivi, JKT walishatufunga goli 1 la hivi. Ni mchezo ambao tunaufanyia marekebisho, lakini quality of players sometimes inakuwa ni shida, na unaona ni mwishoni mwa dakika za mchezo sometimes akili inakuwa imechoka, mchezaji anachoka. Labda angepata recovery kwa kuweza kupata sabu, maybe angeweza kuwa vizuri, na utaona mwingine ndio yule ambaye hatimaye kaumia akatoka, maybe alikuwa na maumivu muda mrefu. All in all, Yanga wameweza kutumia kosa letu wakaweza kupata goli la pili, lakini wamecheza kikubwa pia kuangalia ubora wetu wa kutulia na mpira, na wao wakatulia kwenye space. Hiyo nayo imewasaidia. Kama ungekuwa watulii kwenye space wanakuja kienyeji, tungeweza kuadhibu pia. Kwa hivyo ilikuwa game nzuri, hata mimi nasifu na ninapenda timu yangu icheze hivi, japokuwa matokeo yasiwe hivi. Firstly mimi napenda kwanza mchezo wa timu yangu napenda wa hivi, lakini matokeo hiyo ni namna gani mtu anatumia nafasi. Utakumbuka pia kipindi cha kwanza ndani ya dakika 10 ni sisi ndio ambao tumepata nafasi za kuscore, ambazo hizo wangepata Yanga wangetuadhibu. Sasa ni vitu ambavyo naweza kusema dirisha kubwa la usajili management iangalie aina pia wachezaji wa kusajili kwa sababu ya kuweza kusaidia timu kusonga mbele. Mechi ya mwisho kukutana mlipoteza kwa mabao 7. Imekuwa ni mechi nzuri kuwaweka nyie kuja leo kufanya marekebisho hadi mmepoteza kwa mabao machache 2-1. Of course kwanza kwa mechi ile ya Arusha ambayo tufunga goli 7 bila, ile mechi mimi nasema
timu yangu haikuwepo. I don't know what was the team there. I don't know. Hawakucheza kabisa jinsi ambavyo tulivyoelekezana. Hapakuwa na marking kabisa. Kama ungekuwepo ungekubaliana na mimi. Hapakuwa marking. So Yanga walikuwa kama watu wanaopita through, wanapita through. Lakini mimi ilinisaidia mechi yao na JKT ya finali, ndio nikawasoma vya kutosha ubora wao na mapungufu yao. Na nimeweza kuambia wachezaji na wasifu sana wachezaji, wameweza kuitumia sana hiyo sehemu ya ubora wa Yanga na mapungufu ya Yanga. Ndio maana unaona kitu ambacho kimetokea. Lakini yote kwa yote tulijaribu kuwajenga. Unajua timu yetu tulitengeneza kwa kupeleka mipira sana mbele. Sasa tumeamua kipindi hichi tuweze kucheza na kutulia na mpira. Hiyo nayo imesaidia kuweza kucheza kwa quality ambayo imeonekana. Mlisawazisha ikawa sare 1-1 kabla ya hapo. Kocha, kama wewe unahitaji wachezaji wako wafanye nini ikiwa tayari mmeweza kupata bao? Unaangalia sasa quality ya wachezaji wako sasa. Kwanza wao wenyewe wanatakiwa wajue wao kabla ya, because uwezi tena muda ule ukawapa sana maagizo wachezaji walio mbali wakakusikia na kukuelewa. Sasa wao wanatakiwa wakumbuke kila ambacho tumejifunza. Tukiwa hatuna mpira, kila mmoja anatakiwa afanye nini? Tukiwa na mpira, kila mmoja anatakiwa afanye nini? Na zaidi timu nzuri ni ile ambao hawana mpira wanafanya kitu gani? Pale ndio penye kipimo cha timu nzuri. Na sisi hapo ndipo ambapo tulipotea. Wakati hatuna mpira hatakuwa tena bora zaidi ya tulivyokuwa na mpira. So wao wanaona kudraw nyumbani na lengo lao pia ni hatari, wakaanza kuwa wazuri, wakaanza kusukuma mashambulizi. Of course naamini tumewapa kazi ngumu, lakini wamekuwa wazuri kutumia makosa yetu. Hongera kwao. Makosa ya kujirudia mara kwa mara umeyazungumza hapo yanatokea, lakini takribani michezo mitatu. Unadhani nini hasa kinashindikana kurekebisha haya makosa? Qualities of players na depth ndogo ya timu. Kwa maana timu kama una wachezaji wachache, hauwezi ukawabadili wachezaji kulingana na marekebisho. Utawatengeneza wale. Sasa kama anaelewa polepole utaenda naye hivyo polepole. Kwa hivyo sisi kwanza tuna wachezaji wachache, lakini pia qualities zao wengine umeona wachezaji karibu 3 walioanza ndio kwanza msimu huu anacheza ligi kuu. Akiwemo huyo aliyefunga goli hilo moja ndio kwanza anacheza ligi kuu. Sasa utaona ni shida kidogo kwenye upande wa qualities, lakini kubwa zaidi ni kuweza kumaintain, tuende vizuri, mechi ambazo zitakaa vizuri tushinde, tuendelee kuwa kwenye ligi ili dirisha kubwa tuweze kufanya kazi nzuri ya kuweka wachezaji ambao wataweza kuelezwa na kufuata na kutekeleza na kukumbuka kwa muda mrefu bila kusahau. Sababu mchezaji anaposahau kwa muda mfupi, hayo ndio yanakuwa matokeo yake. Ni vitu ambavyo tumeshavikumbusha zaidi ya miezi 2 sasa, lakini unaona mwishoni wamesahau. Tumefungwa goli la pili ambalo ni la makosa yetu ya kawaida kwa mchezaji ambao tulishawaambia weakness yake na strength yake wamzuie vipi, na ndiye kafunga goli la pili. Bad luck, lazima tupokee matokeo. Tumalize kwa kujua malengo yenu msimu huu kama Fountain. Malengo yetu kwanza ni kucheza mpira mzuri kama kawaida, kwa sababu ni timu ya kishule. Timu za kishule lazima ziburudishe, lakini pia tupate matokeo mazuri, timu ikae katika nafasi nzuri. Kwa kweli si lengo letu kuu kabisa. Leo tulitarajia tushinde ili tupiganie nafasi ya 4, because nafasi 4 zile timu zinacheza ngao ya jamii, ni heshima pia. Tunaendelea kupigania hiyo, kama tutafanikiwa hiyo ndio itakuwa lengo letu kuu. Asante coach. Sana kwa wachezaji na wanaonekana kama hawarudi tena uwanjani. Pengine hili kufanya sababu ambazo hazikuwa kiufundi, au pengine ili lazima tu kufanya kwa sababu ya majeraha hayo wanaopata. Yeah, of course kwanza kuna mchezaji ambaye ameumia. Yule mchezaji yuko timu ya taifa na ya vijana under 17, na utaona kazi ngumu wanaofanya kule. Kwa hivyo ana energy kubwa na ameweza kufanya pia kazi kubwa, akaumia akatoka. Lakini central defender yule aliyeumia tumempanga tu kulingana na depth ya kikosi, kwa sababu ametoka kwenye kuumwa. Ameumwa muda wa karibu siku 5, ndio amerecover siku 2. Sasa pengine hajala vizuri, hajanywa maji vizuri, because ni msuli, na mara nyingi msuli ukamata huwa ni liquid ndogo katika mwili. Sasa pengine hajanywa maji ya kutosha na anafunga kwa rezma, ni shida kidogo. Asante coach. Asante.